Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kusafiri salama kutoka Dar es Salaam hadi kufika hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuja kufanya mkutano huu na ndugu zetu waandishi wa habari wa hapa Zanzibar na waandishi wa habari wa Tanzania bara kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 20, mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini awali ya yote nianze kwa kuomba radhi kidogo, sauti yangu haiko sawa sawa, lakini naamini mtanisikia na tutaelewana. Ndugu zangu waandishi wa habari ambao mko hapa ukumbini, ndugu zangu wana Simba ambao mnatufuatilia mubashara hivi sasa kutokea Azam TV pamoja na chaneli ya Simba Sports Club ya YouTube, niseme tu kwamba tuko hapa kwa lengo kuu moja la kuzungumza nanyi kuelekea mchezo wetu wa kwanza wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika baina ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini. Mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch unatarajiwa kupigwa siku ya tarehe 20, siku ya Jumapili ya mwezi huu wa 4 saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Amani Complex. Ziko sababu nyingi ambazo zimetufanya kuhamishia ama kuleta mchezo huu hapa, lakini kubwa kabisa ni kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa ambao kila mmoja alishuhudia mechi yetu ya robo finali na Al Masry. Hali ya uwanja haikuwa yenye kuridhisha sana, na hivyo basi mamlaka zikaufungia uwanja huo, na option iliyobaki kwa Simba ni kuja katika uwanja wa New Amani Complex, ambapo uwanja huu umekidhi vigezo vya CAF na ndio uwanja ambao Simba Sports Club tumeona ni sehemu salama sana kuja kucheza mchezo huu, na tukiamini ya kwamba tutapata kile ambacho tunakitaraji kwa sababu ya ubora wa uwanja wenyewe. Lakini kama haitoshi, Zanzibar ni second home ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tuko nyumbani tukitarajia kufanya yale ambayo tunakusudia kuyafanya katika uwanja huu. Kikosi cha Simba kinataraji kuwasili kesho Jumatano. Tutaondoka Dar es Salaam saa 3 na kufika hapa majira ya saa 5, na tutakuwa hapa kuanzia hiyo kesho Jumatano mpaka siku ya mchezo wetu. Tumeamua kuja kuweka kambi yetu hapa kujiandaa na kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tulionelea tuje hapa mapema ili wachezaji waanze kabisa kuzoea kila kitu kinachohusiana na Zanzibar, ili ikifika siku ya mchezo wachezaji wawe familia kabisa na mazingira ambayo tunakwenda kukutana nayo siku ya tarehe 20. Wapinzani wetu Stellenbosch mpaka sasa bado hawajatupa taarifa rasmi wanawasili lini, kwa hiyo tunasubiri kusikia kwao kama watakuja moja kwa moja hapa Zanzibar ama watapitia Dar na kuja huku. Tukishapata taarifa yao tutakuja kuwajulisha ili ratiba nyingine ziendelee. Simba Sports Club tunacheza nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya miaka mingi sana kupita. Mara ya mwisho Simba kucheza hatua ya nusu fainali ni mwaka 1993. Ni miaka mingi imepita. Baada ya jaribu nenda na rudi, hatimaye mnyama amerejea tena kwenye hatua ya nusu fainali. Baada ya kujaribu na kushindwa kwa takriban mara 5 mfululizo, mara hii ya 6 tumefanikiwa kufuzu na kuingia hatua ya nusu fainali. Sisi Simba Sports Club, kuanzia bodi ya wakurugenzi, management pamoja na mashabiki, tunayo furaha kubwa mno kufanikiwa kuingia hatua ya nusu fainali. Hii ni hatua muhimu sana kwetu kwa sababu inaongeza profile ya klabu yetu, inakuza profile ya klabu yetu. Nyote mmeona
baada ya Simba kufanikiwa kuingia hatua nusu finali, tumepanda viwango vya ubora vya CAF kutoka nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 4 hivi sasa. Ni juhudi ambazo zimeanzia mbali, ni juhudi ambazo zimeambatana na kuanguka na kusimama, na hatimaye hii leo tumefikia nafasi ya 4. Lakini nafasi ya 4 bado sio malengo ya Simba Sports Club. Nusu finali bado sio malengo ya Simba Sports Club. Nusu finali ni sehemu ya mapito ya Simba. Nafasi ya 4 ni sehemu ya mapito ya Simba Sports. Tunaitamani sana nafasi ya kwanza Afrika. Inawezekana ikawa ngumu kutokana na yule ambaye anashikilia nafasi hiyo hivi sasa, kwa maana Al Ahly, lakini lazima tujaribu kumsogelea. Kwenye kujaribu kumsogelea, maana yake tunaweza tukafika nafasi ya 2, tukafika nafasi ya 3, na kazi hiyo inaanza tarehe 20 ya mwezi huu wa 4 katika dimba la Amani. Imani yetu ni kwamba tukifanikiwa kuvuka na kwenda hatua inayofuata, kwa maana hatua ya finali, tutakuwa tumepiga hatua kubwa zaidi kwenye ubora wa kafu, na hayo ndiyo malengo ya Simba Sports Club. Kuelekea katika mchezo wetu huu dhidi ya Stellenbosch, wako watu ambao wameshaingiwa na ubaridi kwa sababu tu tumehama kutoka Benjamin Mkapa tumekuja uwanja wa Amani. Wengi wana imani kubwa ya kwamba Simba ana uwezo wa kufanya vizuri anapokuwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Imani ya kwamba Benjamin Mkapa hatoki mtu imewaingia na kuwavaa wana Simba. Hawa ndio ambao wanapata mashaka kuhamia uwanja wa Amani. Simba ataendelea kufanya ubaya ubwela kama kawaida kuhamia uwanja wa Amani. Simba ataendelea kuwa na ubora wake ule ule kuhamia uwanja wa Amani. Simba tutaweza kuvuka na kwenda hatua ya finali. Kila mmoja anaamini hii ingewezekana kama ingekuwa Benjamin Mkapa, kwa sababu pale ni sehemu ambayo Simba tunakuwa hatueleweki ni kiumbe cha aina gani. Niko hapa kuwaambia, kuwahakikishia na kuwatoa hofu wana Simba, na niwaambie tu ya kwamba shehe ndiye ambaye amebadilika, kanzu ndiyo ambayo imebadilika, lakini shehe wetu ni yule yule. Tumehama kutoka Benjamin Mkapa, tumehama kutoka Tanzania bara na kuja uwanja wa Amani, lakini mnyama ni yule yule, na atakayo kwenda kuyafanya ni yale yale, na malengo yetu ni yale yale, kuvuka nusu finali kwenda hatua ya finali. Malengo yetu ni yale yale, kumfanya vibaya Stellenbosch hapa katika uwanja wa Amani. Kwa hilo asitokee mwana Simba akawa na wasiwasi unalo ya kwamba tumehamia uwanja mwingine, makali ya Simba yatapotea ama ubora wa Simba utapotea. Ni wahakikishie wana Simba ya kwamba Simba ni ile ile. Hata tungeenda kuchezea chini ya bahari, Simba ubora wake ni ule ule. As long as ni ardhi ya Tanzania, Simba tunakwenda kufanya yale yale. Kwa hiyo mtu asiwe na mashaka hata kidogo. Ambacho tungemfanya Stellenbosch katika uwanja wa Benjamin Mkapa ndicho ambacho tunakwenda kumfanya hicho katika uwanja wa New Amani Complex. Kwa hiyo wala wasiwe na wasiwasi, wao jukumu lao la msingi ni kuja tu uwanjani, mengine